na kuleta usuunda wa kwake, kuleta ukuu wa kwake, kusema anatawala. Ningependa tushirikiane kwa umoja ili tukapate kumuomba ili apate kutujibu kwa kile ambacho tunaenda kukitenda. Baba Mungu mwaminifu, unaweza siku zote na unatawala siku zote, unalinda siku zote na unahifadhi siku zote. Jehova Ebeneza, ni wewe kimbilio letu, ni wewe tumaini letu, ni wewe nguvu yetu, ni wewe ushindi wetu. Dadi, unatawala siku zote Jehova, unatuwezesha kila siku Jehova. Tukiamka tunaamka na nguvu zako, tukikaa tunakaa kwa nguvu zako, tukipumua tunapumua kwa uwezo wako Jehova. Furaha tulio nayo Jehova ni wewe umetupa Jehova. Amani tulio nayo ni wewe umetupa Dadi Ebeneza, kwa kuwa unaweza Jehova. Popote pale ambapo msikilizaji na mtazamaji walipo, Dadi, naomba neema yako ipate kusuka Jehova, upate kutawala mioyoni mwao, upate kutawala katika kazi zao Jehova. Na mimi Jehova ukanipe nguvu nipate Jehova kulinena neno lako ipasavyo Dadi, kwa kuwa rehema na nguvu na uwezo na mamlaka vyote ni vyako Dadi. Ebeneza, tawala mahala hapa Dadi, utawale mahala hapa, usuke kwa ukuu wako Dadi. Muweza wa yote, nahitaji kuona upendo wako wako Ebeneza, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu, thank you Jesus. Tunapata somo la leo kutoka kitabu cha Isaia, mlango wa kwake ni ule wa 53 na mstari wa kwake ni ule wa 5. Isaia mlango wa kwake ni ule 53, mstari wa kwake ni ule wa 5. Mbali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alisulubiwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alisulubiwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nakimbia Wakorintho wa pili, mlango wa kwake ni ule wa 8. Wakorintho wa pili mstari Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa kwake ni ule wa 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wa kwake. Ni Mungu anaweza siku zote, ni Mungu anatawala, na ni Mungu anainua siku zote. Popote alienda alipata kutenda mema. Kwa kupigwa kwake tulipata uponyaji, kwa umasikini wake tukapata utajiri. Kwa nguvu zake muweza wa yote tunatawala leo. Jinsi tulivyo ni neema ya Bwana Mungu wetu Yesu Kristo. Sio Paulo anamalizia anaposema sio mimi niisije, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Muweza wa yote anaweza siku zote. Ukimsukua kisa umweke ndani yako, wewe hakikisha ya kuwa atahakikisha ya kwamba
umefika mahali ambako mawazo yako hayangetarajia. Yani hapo unapowawasia mahali ambapo unapotarajia kuwa Yesu anakuwasia uwe zaidi ya hapo. Ndiposa anakuhitaji leo ili ukapate kutubu, upate kurejea kwake kwa neema ya kwake. Ndiposa anakuhitaji leo ili upate kuachana na ya dunia, ili ukapate kumrejelea, kwa kuwa ni yeye akona kila kitu ambacho unahitaji wewe mpendwa. Ndiposa anakuhitaji leo upate kuokoka, ili upate kurejea, ili upate kutubu na upate msamaha wa dhambi, kwa kuwa alikufa kwa sababu yako, alikufa kwa ajili yako, ili upate neema na huruma za kwake, ili upate kile ambacho unahitaji, upate furaha, upate amani, upate kile ambacho unachokihitaji. Ni mume amekosekana, anaweza akapatikana. Ni mke amekosekana, anaweza akapatikana mpendo. Ni hiyo ndoa yako iko na matatizo, inaweza ikalewa ikatibiwa. Mungu ni muweza wa yote, ni tibabu wa madaktari, ni juu ya madaktari, hako juu sana. Hatuwezi hata Yesu aliwezi likamuona mahali ambapo alipo. Mungu ni wa neema nyingi sana, muweza wa yote, na anaweza siku zote. Anasiita simba wa kabila la Yuda, na sio kujiita tu, ni yeye tu ndio ni yeye anayetawala usiku na mchana. Usiku na mchana anapata kutulinda, tutokapo na tuingiapo anatuwekea ulinzi. Tunapotoka anapata kutubariki, na tukiingia anapata kutubariki. Ni Mungu wa uweza, ni Mungu wa huruma nyingi, ni Mungu mtakatifu asiyeshindwa na neno lolote. Yeye ni safi katika maisha ya kwetu. Yeye ni muweza wa yote. Fadhili zake ni za milele, fadhili zake ni za milele. Anaweza siku zote. Hongu anawekwa chini yule mfalme aliyekuwa akisimama, anamwambia Musa, nimekwisha kumtia huyo mfalme wa huyo hongu chini ya nimekwisha kumweka mikononi mwako, ni wao utajua vile ambavyo utamtenda. Naye Musa akaingia pale akiwa anajua ya kwamba Mungu amekwisha kumtia hongu yule mfalme kwa mikono ya kwake. Anaingia na anapata kufamia ile nchi yake, na anapata kuirithi, ili muweza wa yote apate kutawala. Anaweza siku zote, analinda siku zote. Anamwambia Joshua, nimekwisha kutia mji wa Hai katika mikono ya kwako. Ingia sasa upate kuwavamia, waweke wote chini, ili upate kutawala kwa hiyo nchi yao. Muweza wa yote anaweza siku zote. Hiyo magonjwa imetawala kwako, hiyo taabu imetawala kwako, huo masakini umetawala kwako. Na kuambia ukimuita Bwana Yesu, atakuonyesha njia ambayo utakayofilishisha, atakuonyesha njia ambayo utakavyowafukuza. Au ni watu tu, ni watu wametumwa wakakufanya uwe mgonjwa. Muweza wa yote anaweza siku zote. Ndiye anayedili na hizi roho, ndiye anayejua vile ambavyo roho ilivyo, ndiye anayejua roho. Muweza wa yote anaweza siku zote. Muweza anatawala siku zote. Amekwisha kutujulisha ya kwamba tukimuita yeye ataitika, na atajibu kwa wakati wa kwake, atajibu wakati wa kwake. Mpendo wa ule nayehisi kuomba na uone kana kwamba maombi yako inajibiwa. Nimekuja na habari njema leo, nikuambie ya kwamba ikingawia isubiri, ikingawia isubiri, inakuja hapo ulipo, inakuja hapo ulipo. Wewe umehisi kuomba uondokewe na matatizo, usikate tamaa, usikate tamaa, endelea na maombi ya kwako. Wewe unayemuita Bwana Yesu na unaona ukiwa katika matatizo, na kuhakikishia ya kwamba hiyo sio matatizo, hiyo ni majaribu na ni ya kawaida tu. Lakini hata ikikuwa ngumu, Mungu atatengeneza njia mahala hapo, atengeneze njia mahala hapo, ili upate mpendo wa kwake, apate kutokelezea na apate kumpa kile anachokihitaji. Na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Walipomleta yule mwanamke aliyekuwa akisini, akapumbaniwa akiwa anasini, Mungu ni muweza wa yote, na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Haijalishi umeingia kwa dhambi ipi, haijalishi umeingia kwa mtego upi, haijalishi Shetani amekuteka namna gani na umekwisha kuangukia kwake. Nimekuja nikuambia ya kwamba Shetani asikufanya ya kwamba kana kwamba ni yeye amekuweka kwa hii dunia. Muweza wa yote anaweza siku zote. Nimekuja kukuambia mwenye haki huanguka mara 7, na mara 7 hiyo Mungu anakuja anamuinua. Muweza wa yote anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Anasema, nimeona jinsi ulivyo, nimeona nguvu zako ni chache, ila umelifuata neno langu, nami nitakuja
kuokoa, ni muweza wa yote, na anaweza siku zote, na anatawala siku zote. Na walipomleta yule mwanamke mbele za Bwana Yesu ili apate kumhukumu, wapate kumpika na mawe ili wapate kumuua, wakakuja kwa Bwana Yesu, mawazo ya kuwa ikabadilishwa na kuambia vile ambavyo Shetani ameenda kukusitaki ili apate kukugonjeza, na kuambia vile ambavyo Shetani ameenda kukusitaki ili apate kukuangamisha. Mungu hatakubali hilo, Mungu hatakubali hilo. Na usinyamaze kimya, usinyamaze kimya. Biblia inasema ya kwamba wote wanaomuita Mungu msiwe kimya, msinyamaze kimya. Muombeni Mungu, muiteni Mungu mpaka ambapo, wakati ambapo hatima za kwenu sitatimia, mpaka ambapo haya za kwenu sitatimia. Ni Mungu anaweza siku zote, ni Mungu analinda siku zote. Na walipomleta yule mwanamke ili hoja zao sitimie, ikabadilishwa na Bwana Yesu. Na leo kuna mtu anabadilishwa msafara wa kwenda katika mauti, na leo kuna mtu anabadilishwa msafara wa kwenda kumwangamiza. Leo kuna mtu anapata kile ambacho ameishi kuomba kwa muda mrefu, na leo kuna mtu anatolewa kwa kitanda. Leo kuna mtu anatolewa kwa hii magari ya hospitali, na leo kuna mtu anatolewa katika magonjwa ya kawaida aliyosema ni ya kinyumbani kwao. Leo kuna mtu anatolewa kwa kisukari, leo kuna mtu anatolewa kwa kansa. Atolewe ili apate kuona utukufu wa Bwana ni mkuu. Mungu ni muweza wa yote. Leo anasusa nguvu za kwake. Popote pale ulipo mpendo, popote pale ulipo, achilia neema ya Bwana Yesu. Achilia Bwana Yesu apate kutawala kwa nyumba ya kwako. Achilia Bwana Yesu apate kutawala kwa huduma yako. Achilia Bwana Yesu apate kutawala kwa watoto wa kwako. Achilia Bwana Yesu apate kutawala kwa hiyo njia za kwako. Ni Mungu anaweza siku zote. Na walipomleta yule mwanamke ili apate kuhukumiwa na Bwana Yesu, ili wapate kumpika na mawe kisa wamwangamize, Bwana Yesu walipoleta wakamwona, wakaandithia vile ambavyo wamemkuta, na kisa wakaweka hata neno wakasema ya kwamba Musa aliagiza ya kuwa mwanamke kama huyu anapaswa kupikwa na mawe mpaka anauawa. Ni Mungu anaweza siku zote. Bwana Yesu akawaangalia tu kidogo, kisa akateremka chini pole pole, akaandika kwa kindole chake pale chini na kuambia muweza wa yote anaweza siku zote. Hakuangi na wasiwasi, hakuna wasiwasi, kwa kuwa anajua ni yeye msindi, kwa kuwa anajua ni yeye msindi, kwa kuwa anajua ya kwamba hakuna kitu chochote kinaweza kikamuondoa katika kila ambacho ameenda kuanzisha, na kila ambacho na vile ambavyo ataikamilisha. Ni Mungu anaweza siku zote na anatawala siku zote. Na alipoandika pale chini hawakuelewa maandiko, na kuambia adui usitake hata waelewe. Yesu hatakuja kwa njia ambayo wanaelewa. Anasema watakuja kwa njia moja, lakini kwa njia 7 watatolewa kwa njia 7, watatolewa kwa njia 7. Haijalishi wameingia namna gani, haijalishi wameingia vipi, haijalishi wameingia na magonjwa mengi yasiyo hata weza kupimika huko hospitali. Mungu ni muweza wa yote. Hivyo hivyo ambavyo wameingia, ukimuita Bwana Yesu anapata kuwatoa hivyo wameingia, na kwanza anawatoa kwa spindi, anawatoa kwa haraka isiyowezekana kwa mwanadamu. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote na analinda siku zote. Na walipokuwa pale wakamuuliza, sasa unataka tufanye aje? Akaamka pole pole akawaambia, yeyote asiyekuwa na dhambi na hawa wa kwanza kumtupia huyu mwanamke jiwe. Muweza wa yote anaweza siku zote. Yani hakuwakataza wasimpike na mawe, mbali aliwapa ruhusa, na kuambia hata Shetani akipewa ruhusa ili apate kukuangamisha, hawezi akafanya kitu chochote, kwa kuwa wewe ni mjumbe wa Bwana, kwa kuwa wewe ni msindi, wewe ni saindi ya msindi, wewe ni saindi ya msindi. Na Yesu akiwa upande wa kwetu, ni nani aliye juu ya kwetu? Ni nini hicho kitatutenga na upendo wa Bwana Yesu? Ni kipi hicho acha kinachokutenga na upendo wa Bwana Yesu? Ni kipi hicho ambacho kinakutenga na upendo wa Bwana Yesu? Ni fedha tulizikuta, ni nini hicho? Ni mali ya dunia. Isikuangaishe sana mpaka ukakosa upendo wa Bwana Yesu. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote na anatawala siku zote. Alipowapa ruhusa ili wapate kumpika yule mwanamke kwa mawe, muweza wa yote anatawala siku zote. Wote wakaangaliana, wakaangalia huyu, wakaangalia huyu, badala ya
kwake wakatupa yale mawe chini, kwa kuwa Mungu ni wa uwezo siku zote. Na kuambia kile ambacho shetani amekuja kukupika nacho, Bwana Yesu akiongea kinapata kutumika, wakiweke chini ila silaha ambayo adui alikuwa anakupangia nayo ili apate kukuangamiza. Leo tunaamrisha kwa jina la Bwana Yesu ipate kuwekwa chini, ipate kuwekwa chini. Kila laana yote waliokutupia, kila maneno waliokutupia, kila uchawi waliokutupia, kila ukanga waliokutupia, kwa jina la Bwana Yesu inabadilisha na inakuwa baraka kwa nguvu za Bwana Yesu, kwa uweza wa Bwana Yesu, kwa ufalme wa Bwana Yesu. Hakufa msalabani bure, hakunifia bure ili nije niteswe hapa, hakufa bure ili nikuye niangamishwe hapa. Hapana, alinifia ili nipate kutawala, nipate kusema ya kwamba anaweza, nipate kusema anatawala siku zote na analinda siku zote. Kama aliweza kumuokoa Danieli, hata mimi ataniokoa. Kama aliweza kuwaokoa wale vijana watatu katika ule moto, hata mimi anaweza akaniokoa. Na wewe sema hata wewe anaweza akakuokoa, anaweza akakuokoa. Haijalishi usumi umepandwa namna gani, haijalishi wameweka usumi namna gani, haijalishi wameinua usumi namna gani, wainua ama wakose kuinua, sisi tutatembelea juu ya huo ya hiyo yao. Hizo nguvu ambazo wanazitumia tunatembelea juu yao, kwa kuwa sisi sio wa sheria, sisi ni wa neema. Na neema ikisuka, sheria zote inawekwa chini na tunapata kutawala kwa jina la Bwana Yesu. Aliposuka toka pale mbinguni, akatuma malaika wa kwake kwa Petero. Haijalishi vile ambavyo Herode alikuwa anapanga kumuua, haijalishi vile ambavyo Herode alikuwa amemwandikia kumuua kifo cha aina gani, kumwaibisha na kisa amuue, Mungu ni muweza wa yote. Yesu alipotuma pale malaika wa kwake, akaingia pale gerezani, wote walinzi waliokuwa wakimlinda Petero ikabindi walale, muweza wa yote. Milango yote iliyokuwa ikimfungia Petero ikabindi ifunguke. Haijalishi wameweka makubule ya aina gani, haijalishi wameweka minyororo ya aina gani, minyororo yote aliyokuwa akiwekwa kwa mikono na miguu, Bwana Yesu alipoingia, minyororo ile ikakatika katika. Kisa yule malaika akampika ubavu, akamwamsha Petero. Nimekuja kukuamsha leo, nimekuja kukuamsha leo. Amka usione vile ambavyo wamekufunga, amka usione vile ambavyo wamekunyanyasa, amka usione vile ambavyo wanakudhihaki, amka usione vile ambavyo wamekuinamisha. Amka usiangalie udhaifu huo, usiangalie magonjwa ambayo yaliyo ndani yako. Hiyo ni aibu yao, hiyo ni aibu yao. Hicho ni kifungo wamekufunga ili usiweze kumkimbilia Bwana Yesu. Usiangalie madawa unayoyatumia kila mwezi na kila mwaka. Mungu ni muweza wa yote, na kuambia umwangalie Bwana Yesu, umtasamia Bwana Yesu tu. Ndiye ako na uwezo, ni yeye ako na uwezo, ni yeye ako na nguvu, ni yeye ako na mdhamana, ni yeye ako na usindi. Popote alipo hatuko salama, popote akiwa, popote mahali pale kunakuwa na usalama. Na alipompika akamwamsha, akamwambia Petero, amka, kwa kuwa safari lazima iendelee. Mungu muweza wa yote. Petero hakuona, akaona kana kwamba anaota, akajiangalia akaona hii haiwezekani. Na hata wewe najua unaona kana kwamba haiwezekani, na hata wewe unajua, unaangalia unaona kana kwamba nanena yasiyoweza kuwezekana, unaangalia unaona ya kwamba nanena maneno tu. Lakini nakuambia hivi, hautaamini pia wewe. Amini Bwana Yesu na upate kuokolewa kwa jina lake, kwa kuwa ni mwaminifu, anaweza siku zote. Na Petero alipokuwa akiona kana kwamba ameota, ile milango wakiwa wanatoka, milango ikaanza kufunguka, ile mageti yote yakaanza kufunguka. Ni Bwana Yesu na anatawala siku zote. Na alipomfikisha pale jiani, akamuacha yule malaika. Mungu hata kuachia katika taabu, hapana. Hawezi akakuacha katika jaa, hawezi akakuacha katika sinda, hawezi akakuacha ukiwa na hiyo minyororo. Atakufungua kisa atakuweka free. Nenda njia ambayo unataka wewe, bora tu umeachiliwa. Nenda njia ambayo inakupendeza wewe. Ukisamjua Bwana Yesu, anakupa amani ya kwenda kila kona. Anamwambia Abraham, inua macho umbali ule utakao uona, umbali huo nitakupa. Uangalie south, uangalie west, uangalie north, uangalie south, na kila sehemu utakayoiangalia nami nitakupa hiyo sehemu. Nitakupa mpendo wa kwangu. Mweza wa yote anaweza siku zote na anatawala siku zote. Akamwachia Petero hapo ili apate kusonga mbele. Ni mweza wa yote. Na
leo kuna mtu anaachiliwa free. Leo kuna mtu anawekwa free. Leo kuna mtu aliyekuwa akifungwa kwa vifungo visio hataweza kuelezeka kwa watu walio hata karibu na yeye. Mungu ni muweza wa yote, apate kukupa uhuru wa kwako, apate kukupa uhuru wa kwako, apate kukupa uhuru wa kwako. Umefungwa kilio, yani umefungwa na minyororo ambayo ukiingia kwa nyumba yako unajililiza wewe mwenyewe tu, unalia wewe mwenyewe tu, kwa kuwa ukiambiwa uchimulie mtu yale ambayo yanayokutisa, yale ambayo yanakufugusa, huwezi ukaeleza, kwa kuwa ni aibu, kwa kuwa ni aibu. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Amekuja kwa ajili yako mpendo, amekuja kwa ajili yako, amekuja kwa ajili ya kwako, ametumana kwa ajili yako, ili upate kuambiwa ya kwamba wewe sio wa kutiswa na hicho, wewe sio wa kulia na hivyo, wewe sio wa kufanyiwa hicho. Mungu ni muweza wa yote, amekuita ili akuweke uhuru. Uhuru sijui uhuru ni Mungu ni muweza wa yote, yani atuweke uhuru, yani tuwe free. Mungu ni muweza wa yote, tutawale kwa hii dunia kwa kuwa alitupa na kule mbinguni ni kwake. Tuinue mikono yetu tupate kusema ya kwamba na anatawala siku zote. Tunyenyekee mbele za kwake kwa furaha nyingi, tumfurahie huyu Bwana Yesu, tumuinue kwa nyimbo, kwa maombi, kwa kila kitu ambacho anafasa kuabudiwa nacho, apate kuabudiwa popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji. Mungu akuweke uhuru, Mungu akuweke uhuru. Kwa hiyo kazi yako uweke uhuru, kwa hiyo elimu yako uweke uhuru, kwa hiyo huduma ya kwako uweke uhuru, upate kutawala kwa neema ya Bwana Yesu, kwa msingi ya Bwana Yesu usioweza kutingika, kwa msingi ya Bwana Yesu usioweza hata mvua ikinyesha ya aina gani, hiyo nyumba ambayo Bwana Yesu amejenga, milango ya kuzimu iwezi kamzinda. Hiyo hekalu alimekwiza kuliweka juu ya kwako mwana Mungu. Shetani hata milango ya kuzimu ama shetani na nyanya yake hawezi akafanya kitu chochote. Mungu ni muweza wa yote, yani amekusimamisha na kusudi la kwake, sio kusudi la yule aliye, sio kusudi la watu wa duniani, sio kusudi la watu wa mataifa, sio kusudi ya watu wa andui za kwako. Hapana, ni kusudi la kwake. Haleluya! Anaweza siku zote, anaweza siku zote, anatawala siku zote. Kwa kusudi lake tupo hapa na tunawapasa kutangaza neno la kwake. Kwa kusudi la kwake tunainua mikono ya kwetu, tunapata kusema ni yeye tu peke yake asiyeweza kushindwa na neno lolote. Kama anaweza akaokoa wana wa Israeli wakiwa katika yale matesho, sioni sisi ni kama kwamba ni kitu, siangalii nikaona kana kwamba sisi ni kitu. Aliweza kuwatoa na kwa ushindi, yani sio kuwatoa tu, akatumia miujiza yake ya kwake, akatumia miujiza ya kwake. Ilikuwa 10 mapigo 10 kwa Farao, yani watu wakawekewa giza, watu wakawekewa chawa, watu wakawekewa maji kuwa damu, watu wakawekewa watoto wa kwanza kuuawa. Yani Mungu ni muweza wa yote, anaweza akatumia mpaka wakanga wenyewe wakimuona, wakikuona wanatoroka. Yani Musa akapewa nguvu alipoenda kwa Farao, vile ambavyo alitenda ile miujiza, wakanga wenyewe wakaambiana, hii ni kindole cha Bwana Yesu, hiki ni kindole cha Bwana Yesu. Muite Bwana Yesu apate kuonyesha kwa wakanga ya kwamba unamtumikia. Muite Bwana Yesu apate kujidhihirisha ndani ya kwako, apate kukuonyesha vile ambavyo alivyo, apate kukuonyesha uweza na nguvu alizo nazo. Mungu ni muweza wa yote, yani kichaka kinaweza kikaungua pasipo kuisha, yani moto unaonekana lakini kichaka hakiteketei. Hiyo ni ajabu, kwa kuwa Mungu anaweza siku zote, ili mitume wa kwake asiwe na hofu yoyote ile. Ukiona majaribu imekwisha, hiyo imekuja, hiyo ni ya kawaida tu. Usibabaike mpendwa, wewe uliye ndani ya Kristo, usimbabaike. Hiyo ni ya kuinua, yani kukuinua, ikutoe machini, ikupandishe juu, kwa kuwa Mungu ni wa uwezo, kwa kuwa Mungu ni wa dhamana, kwa kuwa Mungu anazo nguvu. Yeye ni moto ulao, ufalme wake huwezi ukatetemeza na kitu chochote. Akiweka kitu hapo ateme, hakuna anayestahili kukigusa. Inakuwa hivyo ambavyo amesema ndivyo ilivyo, kwa kuwa anaweza siku zote. Baba Mungu mwenye nguvu, unaweza, unastahili na unandumu milele yote. Dadi, ni wewe umeniwezesha kulinena neno lako Dadi, kwa huruma zako na kwa nguvu zako na kwa upendo wako.
hivyo ambavyo Jehova umeniwezesha, muweza wa yote. Na hata achilia nguvu za kwako, sifikirie msikilizaji na mtazamaji popote pale walipo. Neema yako ikasuke dadi, ukuu wako ukasuke utawale, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe unazo nguvu, mamlaka na uweza na kila kitu chote Jehova kilicho humu duniani. Ni watumishi wako Jehova, ulivyoitumia ile miti kunyonga adui za mtumishi wako Daudi, na sisi Jehova katumie kile ambacho kina atuudhi muweza wa yote. Tumia kile ambacho muweza wa yote, yani mwanadamu hawezi akafikiria Jehova, vile ambavyo ulitumia pimbo ya Musa. Muweza wa yote, tunacho kindoko na ni neno lako ndadi. Hivi nilivyo Jehova, kwa uchache nilio nao ndadi, muweza wa yote na yua Jehova unaniona dadi. Mdadi acha Jehova ukaonekane kwa mpendo, kwa ule uchache ulio nao. Mafuta ya sufa Jehova inaweza ukaijaza ili ipate kuja kwa vyombo vyote, ikauswe ikatoe fedha ili ipate kulipa mandeni na kulipa kila kitu ambacho wale watoto watatumia. Ebeneza unaweza siku zote na unastahili siku zote. Nadi ukatufungulie milango ya kwetu ya baraka Jehova, kwa kuwa wewe ni msindi, kwa kuwa wewe ulisinda, na hili ni mimi nikuye kupata kusinda hivyo ambavyo ulisinda. Ebeneza, ni wewe mwalimu wangu, ni wewe Jehova mkuu wangu, ni wewe mwenye nguvu changu dadi, ni wewe mnayenisikilia Jehova, kwa kuwa utukufu na uwezo ni vyako siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu, Yesu akutawale, Yesu akupe neema, akuongozee maarifa ulio nayo, akupe nguvu na akuelekeze. Amen.